Karibu tena mtazamaji wetu. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema makubaliano ya kusitisha vita huko Gaza yanayoungwa mkono na Marekani hayajabadilisha msimamo wa nchi yake kuhusu kesi ya mauaji ya kimbari iliyofunguliwa dhidi ya serikali ya Israel katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ. Afrika Kusini iliwasilisha kesi hiyo mwaka 2023 ikituhumu Israel kwa kufanya mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Palestina wakati wa mashambulizi yake makubwa katika ukanda wa Gaza. Serikali ya Afrika Kusini imekuwa mstari wa mbele kulaani hatua za kijeshi za Israel, ikisema zinakiuka misingi ya utu, haki za binadamu na sheria za kimataifa. Akizungumza bungeni mjini Cape Town, Rais Ramaphosa alisema, "Kama nilivyosema, kesi inaendelea na sasa imefika hatua ambayo Israel italazimika kujibu hoja tulizowasilisha mahakamani." Alifafanua kuwa Israel imepewa muda hadi wa Januari mwakani kuwasilisha majibu yake rasmi baada ya ICJ kupanga tarehe kutoa ushahidi ya kusikiliza pande zote. Kwa mujibu wa Ramaphosa, hatua hiyo ni muhimu kwa sababu inatoa fursa kwa dunia kuona ukweli halisi wa kinachoendelea Gaza kupitia ushahidi wa kisheria na wa kibinadamu utakaowasilishwa na Afrika Kusini. Tayari nchi kadhaa zimejiunga na kesi hiyo kwa kuunga mkono upande wa Afrika Kusini, zikiwemo Uturuki, Misri, Colombia, Ireland na Hispania. Hii inaonyesha kuongezeka kwa mshikamano wa kimataifa unaopinga vitendo vya Israel dhidi ya raia wa Palestina. Serikali ya Afrika Kusini imesisitiza kuwa haijaridhishwa na makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyopendekezwa na Marekani, ikisema mpango huo haushughulikii mizizi ya migogoro na hautoi wajibikaji kwa uhalifu uliokwisha fanywa. Ramaphosa alihitimisha kwa kusema kuwa Afrika Kusini itaendelea kutumia njia za kidiplomasia na kisheria kuhakikisha Wapalestina wanapata haki, heshima na uhuru kama watu wengine duniani. Bado Afrika Kusini inazidi kuweza kumwandama taifa la Israel kutokana na kupeleka kesi kwenye mahakama ya kimataifa ya haki ICJ, ambayo inategemea kuweza kusikiliza kesi hapo Januari mwakani. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.